Shalom aleikum wana ufalme popote pale ambapo mnanisikiliza. Mimi ni Daktari Gunewe Godwin, balozi wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Leo nataka tujifunze kitu muhimu sana, na ningeomba ukipata ujumbe huu, naomba mshirikishe mwenzako, mtumie ujumbe huu ili naye uweze kumsaidia katika maisha. Ni ujumbe ambao utabadilisha kabisa historia ya maisha kila mtoto wa serikali ya mbinguni hapa duniani. Na ujumbe wenyewe ni nguvu ya nyakati ngumu au nguvu ya mtikisiko, zahama, changamoto katika kuinua maisha ya watoto wa mfalme Yahweh Elohim. The power of crisis in the kingdom of Yahweh Elohim. Tunakuja kujifunza jinsi nyakati ngumu kwenye crisis, mitikisiko, zahama, changamoto zinavyoweza kuwa na power ya kuinua maisha ya watoto wa mfalme Yahweh Elohim. Na hii ni kanuni, nitakufafanulia kwa nini ni kanuni muhimu sana. Sasa katika katiba ya ufalme inaonyesha kwamba wana wa ufalme au wana wa mfalme Yahweh Elohim walipitia vipindi vigumu sana kabla ya kuinuliwa. Yani asilimia kubwa, karibu asilimia 100, inaonyesha wale ambao tunaona wamekuwa maarufu sana kwenye katiba ya ufalme walipitia vipindi vigumu sana kabla ya kuinuliwa. Na ninaweza nikafafanua huko mbeleni kwamba je, hii pia inatumika hata baada ya kurejeshwa kwa ufalme? Jibu ni kwamba ndio. Nitakwambia kwa nini, kwa sababu ni muhimu sana kuelewa. Lakini kwanza nikupe tu watu kadhaa, mifano tu ya watu kadhaa ambao walipita nyakati nzito, walipita kwenye crisis, ndio wakawa maarufu, they became famous. Baada ya kupita hapo, historia yao, maisha ilibadilika sana. Kwa hiyo ni kanuni muhimu sana, na pia nitakuthibitishia kwa nini hata kipindi hiki cha nyakati ya kurejeshwa kwa ufalme pia hiyo ni kanuni muhimu inatumika. Nitakufafanulia. Sasa tukianza kwanza na Yusufu, unakumbuka kwamba alichukiwa na ndugu zake, ilianza kwa staili hiyo, lakini aliuzwa utumwani, akasingiziwa na kosa la uzinzi, alifungwa gerezani bila hatia. Lakini ukiangalia mchakato mzima uliopita pale, Yusufu hakupita katika mambo mepesi, alikuwa ni mambo mazito kuliko vile unaofikiria. Lakini akawa mtawala wa pili baada ya Farao katika Misri, na unaweza ukaona katika Mwanzo 37 23 hadi 28, lakini Mwanzo 39, Mwanzo pia 41, yote inazungumzia kitu hiko. Lakini pia imethibitisha pia katika Zaburi ya 105 17 22 inasema, wakamtesa miguu kwa pingu, nafsi yake ikaingia katika chuma, mfalme akapeleka, akamfungua, akamfanya bwana wa nyumba yake. Unaweza kuona. Lakini sio huyo tu, yuko mwingine anaitwa Daudi. Umaarufu wa Daudi umetokana baada ya kupita katika nyakati nzito. Ukiangalia Daudi alitafutwa auawe na Sauli, miaka nenda rudi, Sauli alianza kumtikisa. Lakini licha hivyo tu, kabla tu Daudi hajakuwa maarufu na kukimbizwa na Sauli, kwanza alikutana na changamoto kubwa sana ya kupambana na Goliati, kijana mdogo, nchi ikiongozwa na mfalme na jeshi lote limemshindwa mtu mmoja. Lakini anatokea kijana mdogo kutaka kupambana na mtu ambaye ameitishia amani nchi na serikali yote, lakini alienda akashinda. Lakini baada ya hapo mfalme Sauli akaanza kumtafuta usiku na mchana. Serikali inamtafuta ya Sauli usiku na mchana muue. Sio jambo rahisi. Fikiria kwa mfano wewe polisi wanakutafuta tu unavyotikisika, lakini wanatafutwa na serikali ya nchi chini ya uongozi wa mfalme Sauli. Aliishi mapangoni na majangwani, alisalitiwa na baadhi ya marafiki zake, walipita nyakati ngumu, lakini mwishowe akawa mfalme wa Israeli. Unaweza kuona kwenye Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, yote hiyo hadithi. Lakini wengi mnafahamu hadithi ya mtu anaitwa Ayubu, raia wa ufalme ambaye amekuwa maarufu sana katika katiba ya ufalme. Alipoteza mali zake zote, alipoteza watoto wake wote, alipata ugonjwa mkali, marafiki zake walimshutumu. Lakini baada ya hapo unaona akapewa mara 2 ya yote aliyopoteza. Unaweza ukasoma kitabu chake cha Ayubu. Lakini sio huyo tu, nafikiri kuna mtu mwingine maarufu sana anaitwa Musa. Musa na hivyo Musa alikimbia Misri kama mkimbizi. Alikimbia Misri kama mkimbizi baada ya kutaka kumuua Misri, baada ya kumuua Misri na ile siri kugundulika, kwa akaenda akapotea jikani, jangwani kule. Aliishi miaka 40 na alipata mitikisiko mikubwa sana.
Ukiangalia Musa alipata mitikiso mpaka kuja kuinuliwa akawa mkombozi na kiongozi mkuu wa taifa la Israeli. Alipita changamoto za kutosha. Nafikiri unaweza kusoma ile Kutoka 2:11-15, unaweza kusoma Matendo 7:29-30, lakini unaweza kusoma Kutoka ile 3:10. Lakini yupo mtu maarufu pia anaitwa Daniel. Daniel alichukuliwa mateka na ukiwa na wenzake akiwa kijana, aliishi uhamishoni. Nakumbuka historia ya Danieli, alipita kwenye mambo mazito, na moja ya mambo ambayo alipitia, alitupwa katika ile keji ambayo simba alikuwa amehifadhiwa. Kuna keji walitengeneza kwa ajili ya nyumba ya simba. Alitupwa na simba wakiwa na njaa kali. Kwa hiyo ni bonge la crisis, lakini tukota pale. Baada ya pale akawa mmoja wa viongozi wakuu wa Babeli na wa Medi na Wajemi. Kwa hiyo unaweza kuona kabisa kwamba walipita mambo magumu. Utasoma kitabu kile cha Daniel. Lakini pia kuna mtu anaitwa Shadrach, Meshach na Abednego, wote walikuwa na kina Daniel hao. Mfalme Nebukadnezar alisimamisha sanamu kubwa ya dhahabu na kuamuru watu wote waiabudu. Shadrach, Meshach na Abednego walikataa kuiabudu sanamu hiyo kwa sababu walikuwa waaminifu kwa mfalme Yahweh Elohim. Sasa kutokana na msimamo wao, walishtakiwa mbele ya mfalme, walitishwa kuuawa, walihukumiwa kutupwa katika tanuru ya moto iliyowashwa mara 7 zaidi ya kawaida. Walikuwa tayari kufa kuliko kumwasi mfalme Yahweh Elohim, na baada ya pale walikuwa maarufu mpaka leo tunasoma historia yao kwa sababu ya kupita kwanza kwenye changamoto, nyakati ngumu, crisis. Lakini yuko mwanamama ambaye alikuwa malkia, anaitwa Esther. Alikuwa yatima na aliishi ugenini chini ya utawala wa kigeni, na taifa lake lilikuwa katika hatari ya kuangamizwa kipindi kile, na alilelewa of course na mjomba wake. Lakini unakumbuka ile hatari ya kuangamizwa ilimfanya kusacrifice mpaka baadaye akamfikia mfalme kwa njia isiyo rasmi, huko akiwaambia Waisraeli waweze kufunga na kupeleka petition, na mwishowe baada ya changamoto na vitisho vikubwa akawa malkia wa Wajemi. Unaweza kusoma katika kitabu chake cha Esther. Lakini tuishie hapo. Tunamfahamu mtu anaitwa Nehemia, maarufu sana nabii, ambaye aliona taifa lake limeharibiwa. Alipigwa na maadui alipokuwa akijenga kuta za Yerusalemu, lakini baada ya pale akawa gavana wa Yuda Zakon. Lakini yupo mtu anaitwa Ana, alikuwa tasa kwa miaka mingi na alidharauliwa pia na Penina na mke mwenzake, lakini akaja kumzaa Samueli, mmoja wa manabii wakuu wa Israeli. Unaweza kusoma Samueli wa kwanza hiyo hadithi. Lakini yuko mtu anaitwa Yefta alifukuzwa nyumbani kwao, alikataliwa na ndugu zake kuonekana kama ni mwana haramu, lakini baadaye alipambana katika nyakati ngumu. Baadaye akaja kuwa mwamuzi au jaji wa kiongozi wa Israeli mkubwa sana, ukisoma ile Waamuzi. Lakini yupo mtu anaitwa Gideoni, aliishi wakati wa ukandamizaji wa Midian. Alijiona kuwa mtu mdogo na dhaifu sana, lakini baada ya kupita katika mengi, lakini akawa mwokozi wa Israeli dhidi ya Midian. Lakini yupo mtu anaitwa Lutu ambaye alifiwa na mume wake, aliishi katika umaskini mkubwa sana Lutu. Lakini baadaye akawa sehemu ya ukoo wa Daudi wa Yesu Kristo, unaweza kuona. Lakini yuko Paulo ambaye alifungwa gerezani mara nyingi, alipigwa viboko, alipigwa mawe, alikumbana na ajali za meli, akawa na hali zote lakini akawa mtume mkuu sana kwa mataifa, na ndiye aliyesababisha injili ya ufalme kuenea maeneo yote ya duniani, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwanzilishi wa kupeleka. Lakini tunaye mfano mkubwa kutoka kwa baba yetu mfalme Yesu, yeye ambaye alizaliwa katika mazingira ya unyenyekevu, alikataliwa na watu wake, alisalitiwa, alipigwa na kusulubiwa. Kazi ilikuwa nzito, lakini alifufuka msalabani na kukatishwa mkono wa kuu, na mpaka leo mfalme Yesu baba yetu yuko makao makuu, na yeye akiwa kama vile ndio kiongozi mkuu wetu wa wokovu na baba yetu pia mzazi. Sasa unaweza kuona huo ni mfano tu wa haraka, lakini katika maisha yetu ya kawaida unaweza kuona kabisa kipindi ambapo tunapita kwenye wakati mgumu sana, kule tunakoangukia sasa ndiko tunakoishilizia, ndio tunakoishilizia kwenye kuinuliwa na kupata maisha makubwa sana. Hiyo mimi nimeishuhudia kwenye maisha yangu, imenitokea, lakini nimeona ikiwatokea wengi. Sasa tunaita nyakati ngumu au tunaita crisis, ni kwa sababu hatuna lugha nzuri ya kibinadamu ya kuelezea. Lakini nafikiri kwa mtazamo wangu ni kwamba mfalme wa mbinguni haoni hizo kama nyakati ngumu, wala haoni kama ni janga au crisis. Kwa sababu nikupe mfano mmoja, kama safari ya kutoka
Mwanza kwenda Dar es Salaam utapita Shinyanga, alafu ndio fika Dar es Salaam. Mateso ya kwenye safari ndio yanakupa nafasi ya kuingia Dar es Salaam kwa muda mrefu. Sasa safari ya Dar es Salaam, kuwepo Dar es Salaam, kufika Dar es Salaam, hatukuiti kama ni safari ya, hatukuiti kwa jina la hatukuiti kufika Dar es Salaam, hatukuiti kwa jina la safari, tunaita kwa jina la Dar es Salaam, kwa maana kwamba kama changamoto, crisis, nyakati ngumu zinakupeleka kwenye kuinuliwa kwa kanuni ya ufalme, hasa kwa watoto wa Yahweh Elohim, manake kwa hiyo hatuiti changamoto, manake tutaita kwa jina lile ambalo kwa jina lile ambalo la destination, la kule tunakoelekea kwenye kuinuliwa. Ndio maana sio tafsiri sahihi. Ndio maana Yusufu alisema maneno haya kwamba nyinyi mlikuwa na nia mbaya, mlinifanyia mambo ya mabaya, lakini mfalme Yahweh Elohim aliyatumia katika kunipa mambo mema. Kwa hiyo kwa tafsiri ya mfalme Elohim ni tofauti na wanadamu wanavyotafsiri. Ndio maana nafikiri tumekosa lugha sahihi. Sasa kanuni ya ufalme ya kupitia nyakati ngumu, tunaita nyakati ngumu kwa sababu tu ya tafsiri ya njia tunazopitia, lakini yenyewe msingi hasa ni kuingizwa kwenye utukufu, kwenye maisha makubwa. Kwa hiyo kanuni hii ya ufalme ya kupitia nyakati ngumu ili tuingie katika hatua ya juu, mpaka sasa inafanya kazi. Hata baada ya kurejeshwa kwa ufalme, ingawa ufalme umekwisha rejeshwa. Sasa katika nyakati zetu utakuwa unaishi kipindi kizuri cha kula, yani unaweza kuwa unaishi kwenye kipindi kizuri cha kula bata, kufurahia maisha ndani ya ufalme, na unatembea vizuri na sheria za ufalme, lakini kwa kuwa kila ikipita kipindi fulani lazima mfalme Yahweh Elohim lazima akupeleke kwenye hatua nyingine. Lazima akupeleke, akuinue, maana tunatoka utukufu hadi utukufu kila siku. Sasa tunapotoka utukufu mmoja kwenda utukufu mwingine, huwa haiwi kama mpokelezano, lazima upite kwenye nyakati fulani mzito ndio uingie kwenye utukufu mwingine. Kwa hiyo lazima utakutana nyakati ngumu, kwani ndio kanuni kwa sasa katika ulimwengu wa sasa. Na hii inakuja ni kwa sababu tu ya anguko la kimaarifa baada ya sisi kupoteza ufalme, Adamu kupoteza ufalme kwa asili. Baada ya kupoteza ufalme tumekuwa na anguko la kimaarifa, tunaita epistemological pitfall. Kwa mwanadamu hakai kwenye ile nidhamu ya kwa ukamilifu ya maisha. Tunakosa ile nidhamu ya kilomi ya 100%, ndio tunaitafuta kila siku. Sasa kwa asili, katika hali hiyo sasa, kwa asili tunapokaa kwenye utulivu na mafanikio kwa muda mrefu, ile mihemko na hisia huwa vinakuwa na nguvu hata kutuletea kujitutumua, kuinuka kiburi. Tunaweza hata kuona wengine wamekosea mpaka hawana maisha mazuri. Tunaweza tukadhani pia hata wengine hawafanyi kazi kwa bidii au wanakosea kanuni. Tunaweza kujikuta mpaka tunawafundisha vitu fulani kana kwamba labda kuna vitu ukifanya hivi ndio inakuwa hivi, lakini kumbe hivi vitu vinategemea sana mfalme wa mbinguni, kwa sababu ni yeye atupaye ability, uwezo wa kupata utajiri hata kama utakuwa na mbinu kiasi gani. Kwa hiyo mara nyingi tunapokuwa tumekaa tumerelax kwa muda mrefu, tunafurahia maisha, huwa hivyo vitu vinainuka. Tunaweza tukaona wengine hawafanyi kazi kwa bidii, wengine labda wamekosea kanuni, wengine labda yani kuna vitu vinaibuka ndani mwetu. Kwa sababu hiyo basi nyakati ngumu zinaweza kuua au kupunguza hisia na miemko isiyodhibitiwa kama kiburi, majivuno, haraka ya kupata mafanikio, hasira, kutegemea uwezo binafsi pekee au tamaa ya sifa za haraka. Inakufa baada ya sisi kupita kwenye ugumu. Yani kuna kila mwanadamu ana kipimo chake cha ugumu, ndio maana kila mmoja ana jambo lake. Sasa ule ugumu unakuja unaponda ile mihemko na hisia isiyodhibitiwa kama vile kiburi, majivuno, haraka ya kupata mafanikio, hasira, kutegemea uwezo binafsi, tamaa, sifa za haraka. Yani vitu vingi vinapondwa, kudharau wengine. Kuna vitu vinapondwa kwa sababu, na ndio maana mtu yote anapotoka kwenye nyakati ngumu, ameminywa kwenye nyakati ngumu, huwa anakuwa mtulivu, anakuwa mnyenyekevu. Na ukitoka kwenye nyakati ngumu ukaminywa kisawasawa, ukawa na shida kweli kweli, hata kama ukawekewa hapo bilioni 1 utashangaa hata kuigusa unaanza kuitulia kwanza, kwa sababu akili imeshika adabu na tayari ile mihemko ya uharibifu imekwisha kandamizwa na kubomolewa. Kwa hiyo nyakati ngumu zina nguvu ya kuwa hisia na mihemko ya kibinadamu ambayo inaweza kumfanya mtu ajikweze mwenyewe kabla ya wakati wake, na badala yake umfundisha unyenyekevu, uvumilivu, utegemezi kwa mfalme wa Yahweh Elohim, na wakati mwingine kuelewa kwamba tunafanikiwa
si kwa sababu ya bidii, si kwa sababu tuna connection, si kwa sababu labda ya nafasi ulizonazo, ni kwa sababu tu mfalme Yahweh Elohim amependa, ameruhusu iko kitu. Kwa hiyo nyakati ngumu mara nyingi huturudisha katika ufahamu na uelewa sahihi wa maisha. Kwa hiyo katika nyakati za mafanikio, raha au nguvu, tunapokuwa na nguvu, mtu anaweza kuanza kuamini kwamba anadhibiti kila kitu, kwamba yeye anaweza akafanya kila kitu na kusio na tatizo. Na huwa mtu anaamini kwamba huwa anategemea mali, cheo, akili, mahusiano yake. Lakini nyakati ngumu huondoa baadhi ya mambo hayo na kumlazimisha mtu kujiuliza maswali ya msingi kuhusu maisha, kusudi, vipaumbele, kile kilicho muhimu na kweli, na tunatoka wapi, tunaenda wapi, nani mwenye nguvu, kwa nini tunapata vitu hivi. Kwa hiyo utakuta mtu anapopita kwenye nyakati hizi, vitu hivyo huwa vinamsaidia sana kujitafakari na vinampa nidhamu kubwa sana. Ndio maana nyakati hizo ni muhimu. Ndio maana mfalme Yahweh Elohim, watoto wake huwa anatuachia kuna kipindi fulani tunafurahia maisha, unaona kuna fedha zinaingia, mambo mengi, baadaye unashangaa uchumi una stop na mambo yanakuwa mazito. Lakini lengo hasa ni kutupeleka katika nafasi nyingine, ila tukiwa na nidhamu na unyenyekevu ambao utakaotufanya tutakapoingia kwenye ile nafasi kubwa, basi tukiingia tukiwa na ufahamu ulio sahihi. Ukisoma Zaburi 119:67 inasema, kabla sijateswa nalipotea. Unaanza kabla sijapoteswa nalipotea. Unaona huyu mtu alipotea, ila kabla, baada ya kuteswa, sasa kwa chilo mateso ndio akarudi sasa. Bali sasa ninalishika neno lako. Mtunga Zaburi anakiri kwamba mateso yalimsaisha na kumrudisha kwenye njia sahihi. Unaweza kuona. Lakini ukisoma ile Zaburi 119:71 anasema, naliteswa nami ni vyema kwangu nipate kujifunza amri zako. Unaweza kuona. Kwa hiyo maisha yanaweza kukuminya, yanaweza kuharibu kwa sababu ya mitazamo ya dini na madhehebu. Unateseka, lakini baada ya mateso, baadaye ndio unaanza kuelewa, kujua kumbe kanuni na sheria za ufalme. Ndio maana utakuta kuna watu wengi wanakuwa waaminifu kwenye kodi ya ufalme kwa sababu tu alipuuza kichakati, akaona, akachukulia poa, akaamua kuacha. Baadaye alipata ugumu, baada ya kurudi akasema, sasa hivi siwezi kuacha kwa sababu nitakwama zaidi. Kwa hiyo kwa mtazamo huo, mateso yalikuwa mwalimu. Mfano wa mwana mpotevu, kwa mfano ukiangalia pia unaonyesha jambo hili. Alipoondoka nyumbani akiwa na mali nyingi, alifikiria anaelewa maisha, mwana mpotevu. Lakini alipopitia njaa na umaskini, ndipo alipopata ufahamu mpya. Na ukisoma ile Luka 15:17 anasema, lakini aliporudi kwenye ufahamu wake sahihi, akasema, ni watumishi wangapi walioajiriwa na baba yangu ambao wana chakula cha kuwatosha na cha kusaza, bali mimi hapa nakufa kwa njaa. Unaweza kuona kuna maneno yametumika hapa, aliporudi kwenye ufahamu wake sahihi. Kwa hiyo umaskini, njaa vilirudisha kwenye ufahamu wake sahihi. Kwa hiyo nyakati ngumu zinaturudisha kwenye ufahamu sahihi. Nyakati ngumu zina uwezo wa kuturudisha katika ufahamu na uelewa sahihi wa maisha, kwa kutuonyesha udhaifu wetu, kutusafisha kutoka katika dhana za uongo, kutufundisha kutathmini kile ambacho ni muhimu kweli mbele za mfalme Yahweh Elohim. Ndio maana katika katiba ya ufalme watu wengi walipata maarifa ya kina zaidi kuhusu maisha wao wenyewe na mfalme Elohim, si wakati wa starehe, bali wakati wa nyakati nzito, nyakati za crisis. Nyakati ngumu mara nyingi hutufanya tuwe wanyenyekevu kwa kutuondolea kujitegemea kupita kiasi, kutufundisha subira, kusubiri, na kuturudisha katika ufahamu kwamba mafanikio, nguvu na kuinuliwa kwa kweli hutoka kwa mfalme wa mbinguni Yahweh Elohim. Kile ambacho mafanikio hayawezi kufundisha kwa miaka mingi, nyakati ngumu zinaweza kufundisha kwa muda mfupi, na mojawapo ya masomo yake makubwa ni yanakufundisha unyenyekevu. Kwa sababu mara zote mfalme Yahweh Elohim, kabla hajatupa heshima, hajatupa cheo cha juu, huwa kanuni ni kwamba ni lazima aanze kwanza, unatangulia kwanza unyenyekevu. Yeye kwanza anakunyenyekesha kabla hajakupeleka juu. Lengo hasa akikunyenyekesha, akikuponda ponda, ukifika level ya juu unaanza kuwa na nidhamu na kutumia ile nafasi yako kwa nidhamu na kwa faida ya kujenga ufalme na kwa wengine, sio kwa ajili ya kuweza kutumia vibaya nafasi. Ndio maana Mithali 15:33 inasema, kumhofu Yahweh humfundisha mtu hekima, nao unyenyekevu huja kabla ya heshima. Unaweza kuona kabla ya kuheshimishwa, kwanza unaanza unyenyekevu. Baba anakunyenyekesha kwanza kwa nyakati ngumu. Ndio maana ni lazima upite kwenye nyakati ngumu, ili kabla ya kuingia kwenye heshima ni lazima uingie. Hiyo ni kitu muhimu sana kuelewa. Ndio maana ni lazima tutafute tafsiri mpya ya nyakati ngumu, tupate neno sahihi linaloweza kutufanya kuwa kuelewa kwa usahihi zaidi, ili tusiweze kuogopa. Mithali 14:12 inasema, kabla ya anguko moyo wa mtu hujaa kiburi,
bali unyenyekevu utangulia kabla heshima. Unaona, mtu anaanza kwanza kunyenyekeshwa. Akishanyenyekeshwa, ameuliwa ile mihemko, hisia zote za uharibifu, ndipo heshima inakuja, ndipo anapanda juu. Lakini Mathayo 23:12 nasema, kwa kuwa yeyote anayejikweza atashushwa na yeyote anayejinyenyekeza atakwezwa. Unaweza kuwa na mtoto anayejinyenyekeza atakweza, ni kanuni. Lakini Mithali 14:12 nasema, kabla ya anguko moyo wa mtu hujaa kiburi, bali unyenyekevu utangulia kabla ya heshima. Lakini Wafilipi tunaweza kuona mfano wa mfalme Yesu baba yetu katika ile Wafilipi 2:5-11 nasema, tuweni na ufahamu ule ule aliyokuwa nao Kristo Yesu. Naweza kuona nasema tuwe na the same mindset, yani tuwe na mindset ile, yani ile setting of the mind aliyokuwa nayo mfalme Yesu, ufahamu alikuwa nao mfalme, na sisi tuwe nao huo. Tunafundishwa, je, mindset ipi hiyo au ufahamu upi? Anasema hivi, yeye ingawa alikuwa ni miongoni mwa Elohim, hakuona kule kuwa Elohim ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya si kitu, akajifanya sawa na mtumwa, akazaliwa katika umbo la mwanadamu, naye akiwa na umbo la mwanadamu alijinyenyekeza hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Elohim alimtukuza sana na kumpa jina lililokuu kuliko jina hili, kuliko kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni, vya duniani, vya chini ya nchi, na kila ulimi ukili ya kwamba Yesu Kristo ni Yawe, kwa utukufu wa Elohim Baba. Unaweza kuona kitu kama hicho. Kwa hiyo unaweza kuona hapa msingi mkubwa ni kwamba mindset ambayo anataka tuwe nayo ni mindset ya unyenyekevu, ya unyenyekevu, yani kujikadiria kwa namna vile ambavyo tofauti na vile tulivyo. Hii itatusaidia sana kukaa na watu wa kila namna na kuwapata watu wa kila namna kuliko tukijitengenezea beria. Hii ni muhimu sana, wana ufalme, na ni msingi mkubwa sana. Sasa yako maandiko yanayozungumza kuhusu kuinuliwa baada ya watu kupita nyakati ngumu, na ni kanuni. Ukisoma ile Zaburi ya 75:6-7 inasema, hakuna yeyote atokaye mashariki wala magharibi au kutoka nyikani awezaye kumwinua mwanadamu, bali Elohim ndiyo ahukumue, humshusha mtu na kumwinua mwingine. Unaweza kuona yeye ndio anayeshusha na kupandisha. Kwa hili ni muhimu sana kulielewa. Waraka kwanza Petro 5:6 nasema, basi nyenyekeni chini ya mkono wa Elohim ulio hodari, ili awainue kwa wakati wake. Zaburi ya 126:5-6, wapandao kwa machozi watavuna kwa nyimbo za shangwe. Yeye aendaye akilia akichukua mbegu za kupanda atarudi kwa nyimbo za shangwe akiwa amechukua mazao yake. Unaweza kuona wewe katika kupanda kuna msingi wa kupanda ni kilio, ni uchungu, ni mambo magumu. Kwa hiyo hivi vitu tuwezi kukwepa. Nyakati zote unapokula bata ndani ya ufalme, ukatembea vizuri na sheria za ufalme, unafurahia. Lakini jua kwamba kuna kipindi, ili Baba kupandishe zaidi ya hapo, ni lazima kwanza achie nyakati ngumu, achie crisis. Hiyo crisis ni msingi wake ni kwamba anakupeleka juu zaidi. Na utaona kabisa baada ukistahimili, ukakaa vizuri, ukaendelea kutembea na sheria, ukawa mwaminifu kutoa kodi ya ufalme, ukawa mwaminifu kutembea na kanuni, ukawa mnyenyekevu kitabia, utaanza kuona kabisa, utaanza ukashiriki ule mchakato vizuri ili kutengeneza, utaona unapanda na mambo yatabadilika kabisa. Soma Yakobo 1:12 anasema, amebarikiwa mtu yule anayevumilia wakati wa majaribu ya imani, kwa sababu akisha kushinda hilo jaribio atapewa taji ya maisha ambayo Elohim aliwaahidia wale wampendao. Mithali 24:16 anasema, kwa kuwa japo mtu mwenye haki huanguka mara 7 huinuka tena, lakini waovu huangushwa chini kwa mara moja na kupata maafa moja kwa moja. Unaweza kuona wote wenye haki huwa wanaanguka. Anasema huanguka mara 7, maana yake huanguka mara nyingi tu. Inaweza kaenda na uchumi vizuri, ukisha mtaji ukakata, lakini kwa sababu umekuwa mwaminifu kutoa kodi ya ufalme, kwa sababu umekuwa mwaminifu kutembea na sheria nyingine zote, utainuka tu. Lakini kama waovu, kwa sababu hawatoi kodi ya ufalme, kwa sababu hawafanyi na kanuni nyingine za ufalme, wakianguka wanaanguka moja kwa moja. Na ndio maana raia ufalme jifunze sana kuwa mwaminifu, kwa sababu kodi ya ufalme ndio na matoleo mengine ndio sheria pekee inaweza kukupa stamina ya kusimama kipindi ambapo utakutana na crisis, kipindi ambacho utakutana na nyakati ngumu, itakupa stamina ya kusimama kwa sababu wewe ni mwenye haki. Kwa hiyo kanuni kuu inayoonekana katika maisha ya watu hawa ndani ya ufalme wa mfalme yao Elohim, mara nyingi huwapa watu, yani mfalme yao Elohim wanawapa watu vipindi vya vigumu sana vya majaribu, mateso au maandalizi kabla ya kuinua katika kusudi kubwa zaidi. Ni mchakato wa kila siku ambao
kila siku utaendelea kuona kabla ya kuinuliwa, kwanza anakunyenyekesha kwa jambo zito linatokea. Unaweza kufanya biashara afu ukaenda vizuri afu baadaye ikastaka ukawa unatoa kodi ya ufalme vizuri, lakini ikakwama ile biashara. Ile biashara haikwami kwa sababu ya uharibifu, ila anataka akupeleke level nyingine ili upate kipato zaidi. Kwa hiyo lazima akutengenezee mfumo wa kukwama ili uboreshe zaidi, au utafute kitu kikubwa zaidi na atakupeleka kwenye kubwa zaidi, na utaendelea kupata kipato. Na hiyo ni mchakato wa kila siku, wa kila maisha, kila siku, mpaka tutatoka kwenye dunia hii yenye anguko la kimaarifa. Tukifika kwenye dunia mpya, kanuni hii haitatumika tena. Tutakuwa na maisha moja kwa moja yenye ujazo bila shida. Hii ilikuja tu kwa sababu ya kupoteza ufalme na kukaa kuna anguko la kimaarifa. Basi naitwa Daktari Gunewe. Serikali ya mbinguni imbariki kila mmoja ambaye aliye mwaminifu kwa sheria na kanuni za ufalme. Naelewa kabisa kwamba huu ni mchakato mzuri ambao utakufanya kuweza kwenda kwenye level nyingine kubwa zaidi. Tujifunze, tujizoeze kuwa nyenyekevu, lakini pia tushiriki katika mchakato. Tunapopita nyakati ngumu, tuelewe kabisa kwamba tunanyenyekezwa ili atukweze, ili tupate kuingia katika level nyingine kubwa ya kutupa maisha. Asante.